Wakati wekundu wa Msimbazi Simba wakijiandaa kwenda kucheza mechi yao ya kwanza ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Petro Atletico ya Angola, miongoni mwa wachezaji ambao paswa kichwa kwa Petro Atletico ya Angola ni pamoja na beki wa kulia wekundu wa Msimbazi Simba nahodha kwa meneja Dimitar Pantev, kocha Suleiman Matola. Huyu ni rasilimali muhimu kuelekea mechi hiyo. Ndio Kapombe akiwa kwenye kiwango chake bora sana, hubeba maono ya wekundu wa Msimbazi Simba katika kuzuia upande wa kulia, katika kushambulia upande wao wa kulia. Kapombe ni aina ya mchezaji ambaye hunyumbulika wanapokwenda kushambulia, namna anavyotumika ndani ya Simba. Hata alipokuwa Fadu Davids na sasa Dimitar Pantev, yeye hubadilika na kuwa kama playmaker, kiungo mchezeshaji upande wa kulia, akipanda kwenda kuongeza mapana ya uwanja, akiingia ndani wakati mwingine kufanya kile tunaita underlapping na kuwa miongoni mwa wachezaji tishio mbele ya lango la wapinzani. Kwenye final third, Shomari Kapombe mgongoni nambari 12 amekuwa paswa kichwa haswa kwa walinzi wa timu pinzani, ingawa ni mlinzi. Amekuwa paswa kichwa kwa mipango ya makocha wa timu pinzani, ingawa yeye ni beki wa kulia. Kapombe kwa vyovyote vile kuelekea katika mchezo huu wa Simba dhidi ya Petro Atletico kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam siku ya Jumapili tarehe 23 ni paswa kichwa hivi sasa kwa kocha wa Petro Atletico. Hapa namzungumzia kocha Frank Artiga, raia wa Hispania, ambaye kwa hivi sasa ndiye anayekinoa kikosi cha Petro Atletico ya Angola. Ikumbukwe Shomari Kapombe umri wake kwa sasa ni miaka 33. Yes, ni kwa sababu amezaliwa Januari 28 mwaka 1992. Urefu wake Kapombe ni futi 5 na inchi 8. Kwa nafasi anayocheza beki mbili, amekuwa na madhara makubwa kwa wapinzani, amekuwa imara sana katika kuzuia. Lake lenye nguvu zaidi ni la kulia, inafahamika wazi. Mara kadhaa amekuwa nyota pia katika timu ya Taifa Stars. Katika msimu uliopita wa ligi kuu Tanzania bara, wakati Simba ikimaliza katika nafasi ya pili kwenye ligi kuu Tanzania bara ikifunga mabao 69 baada ya michezo 30 ya ligi kuu Tanzania bara na kuruhusu mabao 13, miongoni mwa wachezaji walivuja jasho sana kwa ajili ya wekundu wa Msimbazi Simba ni pamoja na Kapombe, ambaye katika mechi 30 za ligi kuu yeye alicheza mechi 27. Dakika alicheza 2061, ambapo kwenye dakika hizi, ingawa yeye ni beki wa kulia, katika kuonyesha juu alivyokuwa na madhara kuelekea kwa wapinzani ni kwamba alipiga mashuti 12. Yeye ni beki huyo. Kati ya hayo mashuti 8 alilenga shabaha, halafu akafunga mabao goals, kafunga mabao 3, lakini pia akatoa assist, pass saidizi za mabao 3, na hivyo kuchangia mabao 6. Tunasema total goals contribution, mabao 6 kati ya mabao 69 waliofunga wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini haitoshi, Kapombe aina yake hii ya uchezaji iliiwezesha Simba kupata mikwaju ya penalty 5. Wapinzani walijikuta wanaadhibiwa na Simba kutokana na purukushani za Kapombe, kumfanyia madhambi Kapombe katika eneo la mwisho wakati Simba ikienda kushambulia. Wakati mwingine Kapombe sio tu kwamba anakuwa kama winga wa kulia, lakini anakuwa kama mshambuliaji kinara. Wakati mwingine anakuwa mbele hata ya washambuliaji wao vinara. Kwa msimu uliopita tunazungumzia Lionel Ateba Mbida, Steven Dese Mukwala, lakini kwa msimu huu tunazungumzia akina Jonathan Soa, tunazungumzia Steven Dese Mukwala, tunazungumzia Selemani Mwalimu. Kapombe wala si kitu cha kushangaa kumuona akiwa katika positions za wachezaji hawa ambao kwa mfumo wa Simba, baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo wale ukabaji, watoto shambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, ni nadra kufikiriwa kwamba beki mbili anaweza kawa katika eneo hili. Kapombe huweza kufanya hivyo wakati huu akitimiza wajibu wake kama beki wa kulia kwa ukamilifu mkubwa. Kwenye michuano kombe la shirikisho barani Afrika CAF msimu uliopita, akifuatilia kocha Frank Artiga wa Petro Atletico, anagundua kwamba Kapombe alikuwa mhimili katika safari ya wekundu wa Msimbazi Simba kwenye kombe la shirikisho kutoka hatua ya makundi mpaka kufika fainali, ambapo walicheza dhidi ya RS Berkane na kupoteza katika fainali 2 dhidi ya RS Berkane 2-0 kule Morocco, lakini wakicheza nyumbani New Amani Complex Simba walitoa sare ya 1-1 na RS Berkane, na hivyo jumla akipoteza kwa 3-1. Sasa mechi 12 kuanzia hatua ya makundi mpaka fainali, Kapombe alicheza mechi zote 12, na sio tu kwamba labda kuna siku alitolewa
au akaingia kipindi cha pili? La hasha. Katika mechi 12 kocha Fadlu Davids ambaye hivi sasa yupo Raja Casablanca ya Morocco alimtumia Kapombe katika dakika zote 1080 za mechi 12, 6 za hatua makundi, 2 robo finali, 2 nusu finali na 2 za finali. Kwa lugha nyingine, Kapombe katika kila dakika, kila sekunde, kila nukta ya Simba katika mechi zake 12 kuanzia hatua ya makundi mpaka fainali, Kapombe hakukosekana uwanjani. Matokeo yake ni nini? Katika mechi hizi kwenye majukumu yake ya kiulinzi kuna kitu inaitwa tackling, kuingia uvunguni mwa wapinzani, kucheza mpira bila kusababisha madhara. Kapombe alikuwa mzuri sana katika eneo hili, alifanya tackling 24 kwa mafanikio. Lakini kuna kitu kinaitwa interceptions, kuingilia mpira ambao wapinzani wanapasiana, mmoja kumpasia mwingine kabla hujafika kwenye destination kule ulikotumwa, anauingilia anakwenda kucheza, ni sehemu interception. Ama mpinzani anatuliza mpira, anawahi na kumzidi maarifa, ni sehemu interception. Ama mpinzani anajaribu kudribble mpira, kuukokota ili ampite, basi hiyo nayo akifanikiwa ni sehemu interception. Sasa yeye interceptions amezifanya kwa mafanikio, interceptions tunasema interceptions 16 Kapombe. Lakini sio hilo tu, kuna clearances, kubutua mpira, kuuosha, kuondoa katika eneo hatarishi uende katika eneo salama. Kapombe amefanya jukumu hilo la kiulinzi la kubutua mipira, tunasema clearances mara 35 kwa mafanikio. Lakini pamoja na yote, kupoka mipira sasa kutoka katika himaya ya wapinzani kurejesha katika himaya ya Simba, tunasema ball recovery, Kapombe amefanya hivyo kwa mafanikio. Ball recovery amefanya mara 36, ikiwa ni wastani wa kupoka mipira mara 12 katika kila mchezo. Unaona namna gani Kapombe amekuwa mhimili muhimu sana. Lakini kwenye kushambulia kwenye kombe la shirikisho hizi mechi 12, Kapombe amepiga mashuti, kumbuka yeye ni beki, amepiga mashuti 10, kati ya hayo mawili yamelenga shabaha, lakini Kapombe akatoa asisti 1, 1 assist. Na ikumbukwe katika tukio moja wapo ambalo pengine Simba ingeweza kupata bao, mechi dhidi ya RS Berkane, tukio la kuelekea mwishoni mwa mchezo, fainali ya pili, uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, ni Kapombe ndiye alipiga mpira kwa kichwa safi, lakini akikidundisha chini, bahati mbaya sana kwake, ndani ya yadi 6 mpira ulikwenda nje. Ni nafasi ambayo inathibitisha namna ambavyo Kapombe huweza kucheza kama namba 9 wakati yeye ni beki mbili. Ni mchezaji ambaye kwa vyovyote vile ni pasua kichwa kwa kocha Frank Artiga, kwa sababu anajua Kapombe huyu kwa hali aliyoonyesha katika msimu uliopita 2024-2025 na sasa katika ligi kuu Tanzania bara, klabu yake ya Wekundu wa Msimbazi Simba ikiwa imecheza mechi 3 imeshinda zote, imefunga mabao 8, imeruhusu 1 tu. Kapombe ambaye hivi sasa yumo katika orodha ya wachezaji 10 wanaowania tuzo ya mchezaji bora wa klabu wa CAF ambayo itatolewa mwezi huu tarehe 19 kule Rabat nchini Morocco, ni wa kufikiriwa sana kuona namna gani ya kumdhibiti mgongoni nambari 12. Kumbuka kwenye tuzo hizo Kapombe anawania na mastaa wengine nyota barani Afrika waliong'ara kwenye michuano ya klabu ya CAF. Baadhi yao ni Fisto Kalala Mayele aliyekuwa mfungaji bora wa ligi ya mabingwa barani Afrika na kuiwezesha Pyramids kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Baadhi yao ni Osama Lamli, huyu anapatikana katika klabu ya RS Berkane. Baadhi yao ni pamoja na Ibrahim Adel wa Pyramids, baadhi yao Ibrahim Adel, baadhi yao yupo Mohamed Rabbi Herimat na nyote wengine wakiwamo kina Brat Toure, wote wangali wakiwania tuzo hiyo, pamoja na kina Isufu Dayo ya kuwa mchezaji bora barani Afrika kwa klabu kwa wanaume msimu wa 2024-2025. Sasa Kapombe kama ni kuumiza kichwa kwa kocha Frank Artiga wa Petro Atletico ya Angola na wachezaji wake akina Kinito, akina Ruben, akina Thiago Reis, wote ni katika kukabiliana na harakati za Simba kwenye kushambulia, na ukizingatia kwamba kuna Kapombe nambari 12 mgongoni. Au Petro Atletico mpaka sasa ligi kuu ya Angola, ndio maana kichwa kinauma zaidi kwa Kapombe ni kwamba mechi 6 wameshinda 4, wamefungwa 2. Wamefunga mabao 10, lakini wameruhusu mabao 5. Yaani mechi 6 wanaruhusu mabao 5. Sasa Kapombe ni miongoni mwa mainjinia katika kutengeneza fursa za mabao kutokea upande wake wa kulia, akiwezesha mawinga wake akina Elie Mpanzu Kibisala akienda upande ule, Kibu Dennis Prosper, Morris Abraham, Joshua Budo Mutale, wote hao kina Neo Maema kupata fursa ya kuingia ndani na kuweza kuidhuru timu pinzani katika mechi wanazocheza. Itakuwa vipi? Je, wataweza kumdhibiti Kapombe ama yeye atakuwa chanzo cha madhara kwao na kuwapa furaha Tanzania, kuwapa furaha Wekundu wa Msimbazi Simba chini ya manager Dimitar Pantev? Hilo ni swala la kusubiri.
ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.